السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا أوصي وأوصيكم بنفس بتقوى الله عز وجل وطاعته في علاه. أيها الإخوة الكريم, nichukue fursa hii kuihusia nafsi yangu sambamba na kuzihusia nafsi zenu katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani kumcha Allah subhanahu wa taala hili ndilo pambo analotakiwa kuwa nalo mwanadamu, na hili ndilo vazi ambalo anatakiwa kuwa nalo mwanadamu wa aina yoyote, kumcha Allah tabaraka wa taala, kumwogopa Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwakumbusha sambamba na kuikumbusha nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah subhanahu wa ta'ala
ndiko kufaulu kwa mwanadamu hapa ulimwenguni mpaka kesho akhira. Na tukimcha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha, hakika yeye atatutengenezea mambo yetu kwenda vizuri, yeye atatutengenezea hali zetu kuwa vizuri, lakini yeye pia atatutengenezea ahwali zetu kwenda vile anavyotaka yeye mwenyewe. Lakini sambamba na hilo, kumtakia rahma na ziada zimwendee kiongozi wa umma, naye si mwingine ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye amepigania Uislamu mpaka leo kutufikia, kwamba ni kuonesha amepigania neema ambayo imetuenea mimi na wewe kuipata, kwamba ni neema ambayo tunaneemeka nayo, kwa sababu Uislamu umekuja na maisha ambayo anastahili kuwa nayo mwanadamu. Kwa hiyo hivyo basi, unwani ya hotuba yetu ya leo, sanatahaddath ala al-amana tajribu rizqa, kwamba leo tutagusa kuelezea ni namna gani uaminifu na riziki ambazo ametuelezea Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza vizuri. Lakini si hivyo tu, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyaeleza kwa mapana. Allah ameeleza ya kwamba anasema, lan tamuta nafsan hatta tastawfia rizqaha, haitokufa nafsi yoyote isipokuwa mpaka ikamilishe riziki yake, riziki ambayo nafsi hiyo iliandikiwa wakati ikiwa tumboni mwa mama yake, au kiumbe wakati iko tumboni mwa mama yake, kwamba alipopata kufikisha miezi 4 katika tumbo la mama yake, walijia malaika na kisha baada ya hapo wakaandika kila kitu ambacho atastahili kuishi nacho mwanadamu katika maisha haya ya kidunia, kwamba riziki yake iliandikwa na kitu ambacho atakachoshughulika nacho duniani viliandikwa, na vyote vilikuwa kwenye notification za kunotiwa katika yale ambayo amehesabiwa nayo atakayoishi nayo mwanadamu katika maisha ya kidunia. Kwa hiyo hivyo basi na kuwa na wasiwasi kupitia riziki yako. Riziki yako hautoweza kufa wewe isipokuwa riziki yako ile ambayo amekuandikia Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uikamilishe, kisha baada ya hapo ndipo utakapoondoka katika ulimwengu huu wa kidunia. Lakini si hivyo tu, ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, kwamba kila kilichomo katika mgongo wa ardhi amekiandikia Allah subhanahu wa ta'ala riziki yake. Kila kilichokuwa na roho, kila kilichokuwa na ini, kwamba kimeandikiwa riziki yake hapa duniani, kwamba mwanadamu ana riziki yake, lakini wanyama wana riziki zao. Hata sisimizi unayemuona ana riziki yake, hata huyo chura unayomjua anakaa kwenye maji ana riziki yake. Kwa hiyo kila kilichomo duniani chenye uhai, chenye ini, chenye roho, kwamba amekiandikia riziki yake Allah subhanahu wa ta'ala, amekiandikia riziki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana unaposhangaa unapomaliza kula riziki ambayo amekuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima uweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa riziki ambayo amekuruzuku. Lakini si hivyo tu, tambua unapomaliza kula, unaponawa na yale maji ukayamwaga nje, kuna wadudu wanakimbilia, na wale wadudu wanapokimbilia, kwamba wanakimbilia kwenda kuipata riziki yao. Hata ile mifupa baada ya wewe kula kuku vizuri, kwamba unapokwenda kutupa ile mifupa, kuna wanyama wanakimbilia kwamba ile ndio riziki yao. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba kama kila kitu kina riziki yake ambayo amekiandikia Allah subhanahu wa ta'ala, vipi mimi na wewe tunapata taabu katika kukimbizana, katika kuharakishana huku na kule, basi na kuangalia kwamba ni sababu gani wewe ambazo unatakiwa kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama riziki zetu na mifumo yetu, namna tunavyotafuta riziki zetu, kwamba tuko radhi
kuzichukua haramu na tukaacha halali, kwamba hatuko tayari kuzitafuta halali, tuko tayari kuzitafuta haramu, kwamba zama tulizokuwa nazo tumejidhatiti katika kutafuta haramu, kwamba vichumo tunavikimbilia vichumo ambavyo ndani yake vina haramu, vichumo ambavyo tunavikimbilia na tunaacha ibada, kwamba vichumo tunavyovikimbilia kwa upande mwingine tunavikimbilia vichumo ambavyo ndani yake vina haramu. Na ndio maana anatulazimisha Rasuli sallallahu alayhi wasallam, anatwambia inna Allaha yuhibbu an yara abdahu taiban fi talabil halal. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda kumuona mja wake anapata tabu, ananyungurika katika kuitafuta halali yake, katika kutafuta riziki yake ya halali. Siku moja tunaelezwa kisa cha An-Nu'man alipotoka kwenye mizunguko yake, amezunguka katika mizunguko yake, sasa anarudi katika kiota chake au katika makazi yake ya kupumzika. Wakati akiwa njiani, alifika pahala akakuta kwamba kuna shamba na hilo shamba limepigwa fence, kwamba limewekewa uzio, lakini katika shamba hilo limepandwa kila aina ya matunda, lakini kuzunguka kwake, alipozunguka amezunguka ilhali amechoka na njaa imemsibu. Aliposogea karibu na pale, alipatapo kuliona tunda, na kisha baada ya hapo, kutokana na njaa aliyokuwa nayo, kwamba akachukua lile tunda na kisha baada ya pale akalila. Lakini baada ya kulila akatambua kwamba kitu nilichokula mimi si halali, kwamba nimeingiza kitu ambacho ni haramu, kwamba mti ambao umedondosha hili tunda si mti wangu, ni mti ambao unao mwenyewe, lakini tunda nililolila si halali yangu. Bwana Nu'man akazunguka na kisha baada ya hapo kutafuta geti lilipo au mlango ulipo ili aweze kuingia na akamtake radhi yule mwenye shamba ambaye kwamba ameweza kupanda miti ile, na kisha baada ya pale ile miti ikawa na matunda. Akamwambia ya kwamba nimekula tunda lako pasi na ruhusa yako, kwa hiyo ima unisamehe au unipe adhabu ya aina yoyote. Lakini alipozunguka na kupata sehemu ya kupita kuingia ndani, alipatapo kumkuta mfanyakazi aliyoajiriwa na bosi wake akiwa anasimamia yale mazao, kwamba yale mazao ayasimamie na aweze kuyatunza ili bosi wake aje anufaike naye. Alipofika akamwelezea Nu'man, anamwambia nimepita katika barabara na kisha baada ya hapo nikakuta tunda nikala. Lakini katika lugha sisi tulozoea kwamba tumezoea, tuna msemo ambao tunaosema kwamba cha kuokota sio cha kuiba. Umeokota sawa, lakini sio halali yako kula, sio chako, kwa sababu pale ulipookota kuna mti na ule mti kuna mtu aliopanda. Kwa hiyo bwana yule akafika na kisha baada ya hapo akamwelezea yule bwana alomkuta kule ndani, akamwambia nimepita njiani na kisha baada ya hapo nikakuta tunda na nikala. Sasa nilitaka radhi yako, unisamehe au unipe adhabu yoyote. Akamwambia ndugu yangu, mimi nimewekwa humu ndani kwa niaba niweze kulinda haya matunda, lakini maadamu umekula, labda nikuelekeze bosi anapoishi uweze kwenda kumwambia wewe mwenyewe, mimi ni mfanyakazi tu humu ndani, kwamba nimeletwa humu ndani ili niweze kufanya kazi za humu ndani. Akamwambia nielekeze. Akamwambia mimi nitakuelekeza, bosi anapoishi haishi huku, anapoishi ni mjini. Akamwambia wewe nielekeze, maadamu mimi nilichokila si halali yangu,
basi mimi nikamtake radhi au nikamtake idhini ili aweze kuniridhia, ili nisiondoke katika ulimwengu huu wa kidunia kwamba nikiwa nimekula haramu ya mtu. Akamwelekeza, na kisha baada ya pale bwana akafunga safari kumfuata yule bosi mwenye eneo lile, mwenye yale mazao. Alipofika akapisha hodi, na kisha baada ya kupisha hodi akamwambia, nini shida yako kijana? Akamwambia, shida yangu mimi nimekuja, nilipopita kule shambani nimekuta tunda likiwa limedondoka, na kisha baada ya hapo nikalichukua lile tunda, na kisha baada ya pale nikalila kwa sababu nilikuwa na njaa. Nilikuwa na njaa, kisha baada ya pale nikalila. Sasa nilitaka uniswamehe kwa kuchukua tunda lako pasi na ridhaa yako, au unipe sharti lolote ambalo kwako wewe utakuwa umeridhia mimi baada ya kulitimiza sharti hilo, kisha baada ya hapo uwe wewe umeridhia na mimi niondoke ikiwa wewe umeridhia. Akamwambia, mimi nimekusikiliza vizuri na nimekusamehe, ila ninalo sharti moja ili niweze kukusamehe. Akamwambia, mimi humu ndani nina binti ambaye hazungumzi, haoni wala hasikii na nikiwete. Kwa hiyo humu ndani ninaye binti yangu humu ndani. Sasa basi, kwa sharti nataka umuoe binti yangu ili niweze kukusamehe. Zama mtihani huo, kwamba yule bwana akasema, wallahi mimi nitaupokea uzito huo kwa sababu ni uzito, lakini niko tayari ili niweze kupata radhi yako kwamba umeridhia mimi niweze kuondoka, maadamu wewe utakuwa unifungisha kwako ndoa na binti yako, ndio msamaha wako kunisamehe. Mimi nimeridhika. Pale akamfungisha ndoa, na kisha baada ya pale akamweleza ya kwamba wamekuja watu wa kila aina tofauti tofauti, wamekuja watu wa aina tofauti tofauti kuja kumposa binti yangu, lakini ulemavu uliokuwa ukimaanishwa kwamba ninaye binti yangu hazururi, ninaye binti yangu hasikilizi vitu vya aina yoyote vinavyohusiana na uchafu, ninaye binti yangu haoni chochote isipokuwa kile ambacho anastahili kuona, na ninaye binti yangu ambaye kwamba hazungumzi isipokuwa kile ambacho anastahili kuzungumza. Kwa hiyo sasa nilitaka nipate mtu mwenye imani ya sawasawa, mwaminifu kama wewe ulivyokuja ukiwa mwaminifu, kwamba umetoka katika marhala mbali shamba langu lilipo, kwamba umenifuata hapa ni kuonesha bwana wewe ni mwaminifu, na umetekeleza uaminifu wako kunifuata mpaka nilipo, na ukaja ukanielezea habari ambayo umeifanya ukiwa mwenyewe. Sasa kwa uaminifu uliofanya, kwamba mimi ndo nilikuwa natafuta watu ambao ni waaminifu au mtu ambaye ni mwaminifu ili aje amuoe binti yangu. Kwa hiyo ni imani yako ulipokuja nayo, basi mimi kwa haya walionieleza mimi kwangu mimi nimeridhika, na ndio maana nimekuozesha binti yangu. Wamekuja watu wa kila aina tofauti tofauti, lakini nimeshindwa kuwaozesha binti yangu. Hawakuwa na imani ya kweli na hawakuwa wa kweli. Kwa hiyo kama kisa hiki tunajifunza kwamba kula mali ya mtu ni dhulma, na unapokula dhulma ya mtu kwamba tambua hiyo haikuwa riziki yako. Mtafute mwenye haki yake na mwambie kwamba hata unapopita katika parhala popote utakapokikuta kitu cha mtu, basi hebu mtake ridhaa mwenyewe, kisha baada ya hapo kitumie. Lakini si hivyo tu, akatueleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatwambia al-amana tajlibu rizqa, kwamba uaminifu unaleta riziki, wal khiyana tajlibu al-faqra, na khiana unayoifanya kwamba hiyo ndiyo itakufanya wewe uonekane katika maisha yako kila siku wewe ni fakiri. Kwamba uaminifu, unapotengeneza uaminifu ndipo unapotengeneza riziki yako kuwa karibu na wewe, ndipo unapoyatengeneza maisha yako kuwa mazuri. Unapokuwa mwaminifu, hiyo ndiyo silaha, hiyo ndiyo silaha yako.
kwamba uaminifu ndio silaha yako, na unapokuwa mwaminifu tarajia hata kukuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala ni kwepesi. Tuangalie kisa cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Makuraishi. Makuraishi walivyohitalifiana katika suala zima la kuifanyia Al-Kaaba, kuijenga kuwa mpya, kwamba lile jengo lake lilipobomolewa na kisha baada ya pale wakalijenga jengo lake kuwa upya. Walihitalifiana Makuraishi, nani ataliweka jiwe jeusi sehemu yake baada ya kumaliza kulijenga. Baada ya kumaliza kujenga kile chumba vizuri, nani atakayelichukua lile jiwe jeusi kulirudisha sehemu yake pale? Wakahitalifiana Makuraishi, na kisha baada ya hapo wakarudi msikitini, na kisha baada ya hapo wakakaa shura. Wale wazee wa Kikuraishi wamekaa shura, wakiwa sasa wanatarajia mpatano wa kuweza kwenda kuliweka lile jiwe jeusi sehemu yake. Kwa sababu kila waliokuja pale wamekuja watu wa aina tofauti tofauti, kila watu wamekuja na mkubwa wao, kila watu wana rais wao, kila watu wana mkubwa wao. Ni kama huku kwetu tujalie, labda kila mtu amekuja katika sehemu husika, amekuja na mwenyekiti wake, kila mmoja amekuja na mwenyekiti wake. Sasa je, sisi ambao ni wahusika wa yale maeneo ambao tumetoka na wenyekiti wetu, vipi tutaona tukio lile linashuhudiliwa na namna gani ambalo litafanyika ili sisi wote turidhie? Walipokaa msikitini, wazee wa Kikuraishi kwa busara zao na hekima zao wakapatana ya kwamba mtu ambaye atakayeingia msikitini wa kwanza, huyu ndiye ambaye atahukumu ni nani atakayeliweka jiwe jeusi sehemu yake. Baada ya kuona sasa atakayeingia wa kwanza msikitini, huyu ndiye ambaye atakayehukumu kwamba ni nani anayestahili kuweka lile jiwe sehemu yake. Fakana awwala dakhili rasuli sallallahu alayhi wasallam, akawa wa kwanza aliyoingia msikitini ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fafarihati Quraish bihi, wakafurahi sana Makuraishi. Wakalu, wakasema radhina bil amin, tumemridhia mwaminifu kabisa, tumemridhia mwaminifu. Ikiwa kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijipamba na kitendo, alijipamba na sifa ya kuwa ni mwaminifu, vipi sisi wafuasi tusiwe ni wetu wenye kuaminika? Vipi sisi tusiwe ni watu wenye kujipamba na sifa ya uaminifu? Na baada ya kusema kwamba ameingia mwaminifu na tumeridhia, walifurahi sana, walifurahi sana. Na baada ya hapo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawadha alhajar fi ridai, akalichukua lile jiwe na kisha baada ya hapo akaweka kwenye kilemba. Baada ya kuliweka katika kilemba, watalaba min kulli raisin ayumsika, akataka kila mkubwa wao, kama tulivyotaarifisha kidogo nyuma kwamba kila mtu alokuja na mwenyekiti wao, kwamba wanamtaka kila mwenyekiti ayumsika, ashike ile ncha minaridai, ya kile kilemba. Kisha baada ya hapo, baada ya kushika, thumma amara bihi rasuli sallallahu alayhi wasallam birafaihi, kisha akamwaamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wainyanyue wote kwa pamoja. Wale wakubwa wakanyanyua. Walamma wasalu bihi ila mawadhihi, nazama walipofika katika sehemu ya kuliweka lile jiwe, akhadha ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam biyadihi sharifa, alilichukua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lile jiwe kwa mkono wake mtukufu. Kisha baada ya hapo, fawadha fi mawdhi makanihi, kisha akaliweka katika sehemu linalokuwa linastahili kuwekwa lile jiwe. Yaani waliponyanyua, walipokaribia ile sehemu ya kuliweka lile jiwe, kisha baada ya hapo akawaamrisha waliweke chini, na kisha baada ya pale akalichukua yeye mwenyewe kwa mkono wake na akaliweka sehemu ambayo lililokuwa linastahili kuwekwa lile jiwe. Kisha baada ya hapo anasema fazala khilafa bihukmihi,
zikaondoka ikhtilafu zile ambazo walikuwa wanahitalifiana, nani atanyanyua, nani ataliweka jeusi sehemu yake, zile khilafu zikawa zimeondoka. Baada ya kuondoka, wataajabat Quraish bihukmihi au bikuwati fakirihi, walistaajabu sana Makuraishi, wakasema ama kweli huyu bwana ana fikra za hali ya juu sana, kwamba sisi tulitakiwa kwamba kila mmoja bwana, wewe chukua peleka au wewe rudisha hapa, lakini amekuja na ajabu ya fikra kubwa, kwamba alipokuja na ile fikra kwamba kila mmoja ashike sehemu ya ridai au kile kilemba, kisha baada ya hapo tukanyanyua tukafika sehemu, na kisha baada ya hapo akalichukua yeye mwenyewe kwa mkono wake mtukufu, na kisha baada ya pale akaliweka. Kwa hiyo wakastaajabu Makuraishi kwa ukubwa wa fikra zake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba uaminifu ndio unatufanyia sisi maisha yetu kuwa mepesi na maisha yetu kuweza kwenda vizuri. Kwa hiyo kama tutadumu na uaminifu, hakika hata maisha yatakuwa ni mepesi. Maisha yatakuwa ni mepesi, ambapo pale ambapo tutaandamana na umchaji wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba kama utakuwa na uaminifu, basi hakikisha na imani inakuwepo kwa mtu huyo. Imani ya sawasawa inakuwepo kwa mtu huyo. Hakuna mtu mwaminifu alafu ndani yake hakuna imani ya sawasawa. Mtu wa design hiyo ndani yake kunayo imani ya sawasawa, na ndio maana anayo hofu ya kwamba kitu alichokichukua si amana yake. Na akizingatia Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje, inna Allaha ya'muru an ta'uddu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha kuzirudisha amana kwa watu wa hizo amana zao, kwamba akiwa na yakini kwamba nilichokichukua si amana yangu, na Allah anaamrisha kuirudisha amana sehemu ambayo ni ya mstahili, anayestahili kupata amana hiyo. Kwa hiyo ayuha al-ikhwa al-karim, kwamba riziki yako tambua Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia riziki yako, na hauwezi ukafa isipokuwa umekamilisha riziki yako. Kwa hiyo usipambane kwa kusema mimi sasa nimelogwa, maisha yako uko vipi? Hapana, kwamba wewe sio umelogwa. Maisha yako Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo ameyamiliki. Riziki yako yeye ndo anajua. Na ndiyo maana mtu analala asubuhi hajui anashindaje, lakini inapofika mchana mtu anapata riziki ya chakula, na baada ya jioni anapata riziki ya chakula na anarudi kulala, lakini mfukoni hana kitu. Sisi tunazo sababu za kuzungumza au za kutembea au za kufanya harakati, lakini tutizame, kuna viumbe ambao wao hawana vitendea kazi wala hawana maduka wala hawana biashara, lakini wanapotoka asubuhi wanaamini ya kwamba inna Allaha yarzuku, kwamba Allah anaruzuku. Bata wanatoka kwenye viota vyao wanaenda kuzurura, lakini wanakula na wanarudi. Ndege wanatoka kwenye viota vyao wanakwenda wanazurura na wanakula na wanarudi. Kwa hiyo ikiwa hawa wanyama wanaruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vipi mimi na wewe tusiruzukiwe? Kwamba ikiwa una yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo pale unapofikia pahala unaanza kukufuru maisha yako, kwamba si vingine isipokuwa ndani ya maisha yangu kuna mkono wa mtu, au kuna mtu mimi amenipakazia maisha haya. Tambua kila kitu kinakuja kwa wakati maalumu ambao amekuandikia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba unaweza ukapata tabu ndani ya miaka kadhaa, lakini baada ya hapo ya dhiki ulizozipitia Allah subhanahu wa ta'ala akakupa faraja kupitia ile dhiki ambayo ulikuwa ukipitia. Kwa hiyo kama ulipata shida, kipato chako kilikuwa ni kidogo, riziki yako ilikuwa si kubwa, tambua baada ya muda huenda Allah akakupa akakukunjulia zaidi na zaidi. Lakini ili akukunjulie zaidi na zaidi, anatukumbusha kwamba inna Allaha yarzuku man yasha'u bighairi hisabi. Lakini maadamu utakuwa umeshikamana na kipambo cha kumcha Allah tabaraka wa taala, kwa hiyo tafuta riziki yako, lakini shughulika na ibada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta riziki yako ya halali, lakini jipambe na kipambo cha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuta riziki yako kwa kupata tabu katika kuitafuta riziki yako,
tambua Allah subhanahu wa ta'ala anaziona juhudi zako unazozipata, anaziona juhudi unazozitumia katika kutafuta halali yako. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wan-nar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal barrul karim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil hijabah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Awali ya kwanza, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usi wa usikum binafsin bitaqwallahi marratan thani fi khutbati thani, ni wahusie sambamba na kuihusia nafsi yangu katika sala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala katika hutuba ya pili, kwamba leo tulitizama hutuba yetu ilikuwa ikielezea kwamba al-amana tutajibu rizqa, uaminifu unaleta riziki, uaminifu unaleta riziki, kwamba ukiwa mwaminifu tambua ya kwamba unajitengenezea ukaribu wa kuwa na riziki karibu, kwamba unapokuwa mwaminifu tambua unajiwekea silaha, kwamba kila kitu ni amana, kwamba al-Qur'an amana, al-wudhu amana, kwamba hichi kila kitu ni amana. Qur'ani ni amana, kwamba inatakiwa uisome. Udhu ni amana, inatakiwa uhifadhi. Lakini tutambue watoto ni neema, lakini amana iko kwenye malezi. Amana ipo kwenye malezi. Malezi gani tunawapa watoto wetu? Na hiyo ndiyo amana. Na hiyo ndiyo amana. Ndio maana hata kule siku ya Kiyama watoto watakaposimamishwa pamoja na mama yao katika kukushtakia wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hawatasema baba sisi hakushughulika na sisi. Malezi gani walipatiwa? Malezi gani walipatiwa? Sasa hivi janga limeikumba dunia. Janga limeikumba dunia. Watoto sasa hivi hakuna mtu ambaye anapenda mwanae asome shule mbaya. Kila mtu anatafuta shule inayofaulisha, kwamba watoto waweze kufaulu, waweze kuwa na PhD, waweze kuwa na madiploma, watu waweze kuwa ni wajuzi wa mambo ya kidunia. Lakini je, wale walimu wanafundisha sawa sawa? Wanawapa amana wanazostahili? Mtoto anaweza kusoma sawa sawa, lakini hawana amana ya malezi yaliyokuwa mazuri. Na ndio maana unaweza kukuta kiongozi mkubwa kasoma vizuri tu shule, lakini hana amana, hana uaminifu. Hana uaminifu. Kuna madokta watu wamehonga kupitia waweze kuwa na zile sifa, lakini katika uaminifu wagonjwa wanaumwa, lakini wamepita katika hali ambayo sio ya uaminifu na wala hawakustahili kuwa na kile cheo. Kama unakuta watu wameajiriwa sawa sawa, lakini njia walizopita wamepita njia za shortcut, kwamba hawastahili kuwa na zile sifa, isipokuwa kilichofanyika ndani yake wamepitisha hongo. Lakini wagonjwa wanakufa na wala wao hawana sifa za kuwa kwamba wao ni madaktari, hawana sifa, ila tu wamepitisha kitu ambacho ni hongo. Sasa hili ni janga ambalo limeikumba dunia, kwamba wanazostahili haki zao sio wastahili, wasiostahili ndio wanaopewa haki zao. Kwa hiyo pia nayo si amana, kwamba anachukua amana
ambayo hana uzoefu nayo wala hana ujuzi nayo, kwamba hili ni janga, kwamba wezi wamekuwa ni wale ambao waliosoma. Ikiwa kama dini inamchukia tu mtu ambaye ni mwizi, ni mjinga lakini ni mwizi, inamchukia. Je, aliokuwa msomi na anajua lakini ni mwizi? Kwamba tuangalia hata tunapokwenda sehemu sasa hivi, kwamba pasi na kupitisha chochote kitu, kwamba wanakwambia kabisa, bwana, mkono mtupu wa ulamu bwana. Sasa hii si katika amana, kwamba uaminifu wako, tenda ile kazi kama ulivyoaminiwa kukaa kwenye kile kitengo, kwamba umeaminiwa, umekaa sehemu kwa ajili ya kuwasaidia watu, kaa katika ile sehemu, wasaidie watu kwa kile ambacho wanastahili kusaidiwa. Lakini unabadilika sasa, unatoka kwenye ile amana watu waliokuaminia, unatoka kwenye ile amana unakuja kwenda chochote kitu. Sasa hiyo sio katika amana ulioaminiwa. Lakini ikiwa hali ni hiyo, kadhalika mtoto uliokuwa naye mpe haki yake, mpe haki yake, kwa sababu hiyo ndio amana utakayokwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulimpa amana yake ambayo alistahili. Mtoto akiwa yuko vizuri, basi umempa ile amana yake, umempa kile ambacho alichokuwa anastahili kupewa, umempa kile ambacho alitakiwa aishi nacho kwenye maisha. Ndipo tutapata kama mtoto amepewa amana yake, haki yake, kwamba mtoto atakuwa ni mwenye kuhofu katika maisha yake, atakuwa ni mwenye amana, ni mwenye kuziogopa amana za watu, ni mwenye kuziogopa amana ambazo amekabidhiwa, atakuwa anaogopa amana aliopewa aisimamie, atakuwa anaogopa kitu ambacho ni amana, kwa sababu al-amanatu tajlibu rizqa, al-amanatu, kwamba uaminifu ndio kila kitu. Uaminifu ndio utakufanyia maisha yako yawe vizuri. Kwa hiyo kwa haya tulododosa kwa leo machache, tuyafanyie kazi, tuweze kudili nayo, tuweze kuyafanyia kazi ili tuweze kuishi na jamii vizuri kwa kufanya yale ambayo tumeaminiwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma arḍa an khalifati nabiyyika ala ta'tiqi sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa an baqiyati ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma nahdina siratan mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi afdal wa ajal wa aqimis salat.